Nafikiri kama unavyofahamu ni kwamba mwaka 2024 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alilaunch mkakati wa nishati safi ya kupikia, ambao lengo la mkakati ni kwamba ifikapo mwaka 2034 kaya zaidi ya 80% za Watanzania wanafikiwa nishati safi ya kupikia. Haikuishia hapo, mwaka huo huo ukawa launched mkakati wa matumizi sanifu ya nishati, ambayo lengo ni kwamba tutumie nishati kwa ufanisi kwa lengo vya kutunza vyanzo vyetu, lakini pia kuachieve sasa malengo ya kimaendeleo kama ilivyokuwa highlighted kwenye Sustainable Development Goals. Sasa ukisoma hii mikakati miwili inaeleza ni kwa namna gani tujaribu kuimprove matumizi ya nishati kwa maana ya ufanisi, lakini pia kujaribu kuwa push watu kuelekea kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. TBS kwa jukumu letu katika utekelezaji wa hiyo mikakati miwili tumeandaa viwango vya ufanisi wa nishati, wanaita minimum energy performance standards, vyenye lengo la kusevu nishati, kuokoa nishati kwa ajili ya kutumika na wengi, lakini pia kuokoa mazingira. Na hatujaishia hapo, hivi viwango vinagusa vifaa vya majumbani na vinagusa majiko ya kupikia, ikiwepo ni majiko banifu, majiko ya umeme na vifaa vingine vingi tu. Hatukiisha hapo, tumejenga maabara kwa lengo la kutusaidia kwamba katika utekelezaji wa hivi viwango tunahakikisha vifaa vyote sasa, majiko, vifaa vya majumbani, vyote vinakidhi nishati safi za kupikia, nishati safi. Sasa kwa nini tumeandaa hivi viwango? Inahesabika kwamba kadri matumizi ya umeme yanavyoongezeka, itakapofika mwaka 2030 ukuaji wa utumiaji wa umeme kwa Tanzania, kama tutaendelea hivi tunavyofanya bila kufata viwango vya ufanisi vya vifaa, bila kufata viwango vya ufanisi vya majiko, basi matumizi ya umeme yataongezeka kwa kiwango cha 87% ifikapo mwaka 2030. Na hii inamaanisha kwamba moja kwa moja serikali inabidi iwekeze kwenye kujenga miundombinu ya uzalishaji wa umeme mkubwa kwa ajili ya kusupply kukidhi hili ongezeko la umeme. Sasa ukiangalia, ukiacha katika hali ya kawaida mtu azalishe, matumizi ya umeme, mahitaji yaongezeke, wewe uzalishe kufulfill demand, gharama yake huwa ni kubwa, lakini pia huwa sio rafiki mazingira, kwa sababu wakati mwingine unalazimika kuchukua umeme kwenye vyanzo ambavyo sio visafi kimazingira. Sasa ukilinganisha na kupunguza mahitaji ya umeme badala ya kuongeza uzalishaji ili kusudi ifikie mahitaji, gharama yake huwa inashuka chini, kwa Kiingereza tunasema ni economically effective. Kwa sasa serikali imekuja na lengo la kugusa kwenye demand side, tushushe matumizi ya umeme kwa lengo la kuokoa mazingira na kuweza kufanikisha hili lengo kwamba ifikapo mwaka 2034 basi Watanzania 80% wanafikiwa nishati safi ya kupikia, lakini kutoka katika vyanzo clean sasa, na kwa kutumia hizo nishati ambayo utaitumia kwa hali ambayo ni ya ufanisi wa hali ya juu. Tumeandaa viwango vya ufanisi wa nishati kwa majokovu, tunaita refrigerators, tumeandaa kwa air conditioners, tumeandaa kwa mota za umeme, tumeandaa kwa televisions kwa maana ya runinga, lakini pia tumeandaa sasa kwa ajili ya feni hizi za kuzungushia upepo, tunaita comfort fans. Viwango hivi vina define efficiency ya chini, na kwa vile vifaa ambavyo vitakuwa havijafikia ufanisi wa chini, basi havitaruhusiwa kufika kwa mnunuaji. Vile vinazalishwa hapa nchini au vile vinaingia kutoka nje ya nchi, ili viweze sasa kumfikia mnunuaji, vitakuwa vinatakiwa kukidhi viwango hivi vilivyowekwa. Hatutaishia hapo. Hivi viwango vinatoa tafsiri ya kiwango cha chini cha ufanisi, kwamba hili kifaa kiweze kuruhusiwa kuingia sokoni. Nitatoa mfano kama refrigerator, itakuwa ina cool chakula kilichopo ndani au kitu kilicho kwenye refrigerator. Wakati inafanya hiyo kazi, tumia kiwango kidogo cha nishati ukilinganisha na vile ambavyo vitakuwa natumia kiwango kikubwa. Sasa kile kiwango cha nishati kitakuwa limited, kama hujafikia ufanisi huu hautaruhusiwa kuingia sokoni. Hatutaishia hapo. Mtu aliyeenda kununua hivi vifaa sasa madukani, atajuaje hivi vifaa vinakidhi vile viwango vya ufanisi vilivyowekwa na TBS? Atajuaje kwamba hichi kifaa nikikinunua kinatumia umeme mwingi ukilinganisha na hichi, labda hichi kinatumia umeme kidogo ukilinganisha? Atajuaje? Tumeandaa lebo ya ufanisi wa nishati. Hii lebo inakuonesha ni kwamba ukinunua kifaa hichi, wakati unakitumia kitatumia nishati kiasi fulani.
ili wewe uweze kuchagua. Sasa vinakuwa vinapewa rating kwa idadi ya nyota. Kwa tuna nyota kuanzia 1 mpaka nyota 5. Kama unavyojua hoteli, kuna nyota ambao hoteli nyota 1, kuna hoteli ya nyota 2, nyota 3, nyota 4, nyota 5. Sawa na hivi vifaa, kwamba wakati kina operate rating yake ni nyota ngapi. Kifaa chenye nyota 1 kinatumia umeme mkubwa ukilinganisha na kile chenye nyota 2 kufanya kazi ile ile. Hivyo ukiendelea nyota 3, maana kifaa cha nyota 3 kinatumia umeme kidogo ukilinganisha na cha nyota 2. Cha nyota 4 kinatumia umeme kidogo ukilinganisha na cha nyota 3, na cha nyota 5 ambacho sasa ndio most efficient kinatumia umeme kidogo sana ukilinganisha na cha nyota 4, cha nyota 3, cha nyota 2 au cha nyota 1. Kwa hiyo pamoja na kwamba vifaa vyote vitakuwa vimekaguliwa na kuhakikisha vinakidhi viwango vya ufanisi, bado itawekwa alama ya ufanisi wa nishati kwa ajili ya kumsaidia mnunuaji kuchagua hicho kifaa kulingana kina efficiency kiasi gani, na kulingana na kwamba ataokoa nishati kiasi gani na kuokoa pesa kiasi gani wakati wa matumizi ya hicho kifaa.